Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anajiona mtu aliyetengwa na watu wa Ulaya kutokana na msimamo wake kuhusu mali ya Urusi iliyoganda. Hii imeelezwa kupitia gazeti la Berliner Zeitung la nchini Ujerumani. Kulingana na chombo hicho cha habari, Merz alijaribu hadi mwisho kusifu faida ya unyakuzi wa mali ya Urusi na kupunguza hatari kwa wakati mmoja. Hata hivyo, sauti iliongezeka zaidi na zaidi katika wiki iliyopita kutoka kwa hifadhi ya Euroclear, ambako sehemu kubwa ya mali iliyozuiliwa ya Urusi inashikiliwa, hadi Benki Kuu ya Ulaya ambayo ilitahadharisha dhidi ya hatua hiyo. Gazeti hilo lilibainisha kutokana na misimamo yake katika kutetea namna ya kutoa mali ya Urusi, kansela wa Ujerumani alijikuta akiambulia patupu kutokana na baadhi ya misimamo ya baadhi ya nchi na baadhi ya viongozi kwamba hawawezi kutumia mali hiyo. Hata wakati Benki Kuu ya Urusi ilipowasilisha malalamiko dhidi ya shirika la ukadiriaji la Euroclear, ilitoa onyo kuhusu uwezekano wa kupunguzwa kwa viwango vya ukadiriaji kwa Euroclear. Merz aliendelea kufuata mkondo wake. Makala hiyo inaonyesha ukweli ulizungumzwa dhidi ya Merz na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye alianza hata hivyo kujitenga na Merz ilipobainika kuwa kansela huyo alijitenga huko Uropa. Ilifanya hisa mbaya na wakashindwa. Kwa sababu hiyo, washiriki wa mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya walishindwa kukubaliana kuhusu unyakuzi wa mali ya Urusi ambayo imegandishwa kupitia kinachojulikana kama mpango wa mkopo wa fidia, uamuzi uliofanywa baada ya kutenga mkopo wa euro bilioni 90 bila riba kwa Ukraine kupitia mikopo ya pamoja ya wanachama wa Umoja wa Ulaya. Lakini yote hayo yalikuja kushindikana kutokana na misimamo ya baadhi ya wanachama ambao walisema kwamba hawawezi kukubaliana na mpango huo. Mpango huo ulikuwa unataka kuchukua fedha hizo, lakini vitisho vya rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba huenda akatengeneza mazingira ya kuteka fedha za watu wa magharibi kutokana na mipango hiyo hiyo wanayoipanga na kama sehemu ya kulipiza kisasi. Hata hivyo, benki ya kimataifa ya IMF imekataa mpango huo ikisema kwamba huko kutatengeneza namna ya kutoaminiana miongoni mwa mataifa ulimwenguni, lakini pia hili litakuja kuipa dhamana nchi ambayo inadhamini fedha hizo. Na Ubelgiji, taifa ambalo linadhamini fedha hizo, imeona hakuna namna isipokuwa kuachana na mpango huo, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akiambia mataifa hayo ya Ulaya yanapaswa kurejesha fedha za Warusi zilizogandishwa mara moja. Hii alizungumza wakati wa mkutano wake huko nchini Urusi, akizungumza na waandishi wa habari wa kimataifa katika mkutano wake wa mwisho wa mwaka. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.